VETA ni taasisi muhimu na ya kimkakati katika kuchangia ufanikishaji wa ajenda ya maendeleo ya nchi kiuchumi kama ilivyoainishwa katika Dira 2050. VETA oye! Mabibi na mabwana, Tanzania inaendelea kupiga hatua kubwa katika maendeleo ya viwanda na uchumi kwa jumla. Katika kipindi cha sasa tunaona ongezeko la maeneo mapya ya uwekezaji, ujenzi wa viwanda vidogo, vya kati na vikubwa, maendeleo ya miundombinu ya barabara, reli, umeme, maji na tehama, pamoja na ukuaji wa sekta za kipaumbele ikiwepo madini, uchumi wa buluu, utalii na kilimo biashara. Aidha, uchumi wa viwanda unategemea uwepo wa nguvu kazi yenye ujuzi, maarifa na ubunifu. Maendeleo na ongezeko la viwanda kwa ujumla yanategemea uwepo wa mafundi mahiri wanaoendana na kasi ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Ikumbukwe kuwa VETA inatoa mafunzo ya ufundi stadi ambayo ndiyo nguzo muhimu katika kuongeza fursa za ajira kwa vijana wenye ujuzi na kuwawezesha kuajiriwa, kujiajiri na hata kuajiri wengine, hivyo kuchochea ongezeko la kipato kwa mtu mmoja mmoja na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi kwa ujumla. Vile vile VETA ina jukumu la kuendeleza ubunifu katika utengenezaji wa bidhaa kwa lengo la kutafuta changamoto za kiuchumi na kijamii nchini. Hivyo ni muhimu VETA kujielekeza katika kutoa mafunzo yanayochochea matumizi ya mifumo ya tehama katika uchumi wa kidijitali unaohusisha matumizi ya akili unde na roboti. Mabibi na mabwana, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imejipanga vyema kuhakikisha kuwa VETA inapatiwa vifaa vya mafunzo vya kutosha na vya kisasa, kuajiri watumishi hususan wakufunzi wenye ujuzi na mbinu za kufundisha na kujifunzia. Aidha, serikali itahakikisha kuwa inaongeza bajeti ya utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi, na wasisitiza kuendelea kukuza ubora wa mafunzo kwa kuzingatia mahitaji ya soko la ajira. Hili linawezekana kwa kushirikisha wadau mbalimbali wakiwemo viwanda, waajiri na wadau mbalimbali wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Ushirikishwaji ulenge katika uandaaji na utekelezaji wa mitaala, utoaji wa mafunzo inayokidhi mahitaji ya soko la ajira ndani na nje ya nchi. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan itahakikisha kuwa kunakuwa na nguvu kazi nchini yenye ujuzi itakayochangia kufikiwa kwa azma ya Tanzania yenye uchumi wa kati unaotegemea uzalishaji kwa wingi na ujuzi wa kisasa. Na katika hili, kabla sijamaliza kabisa, nichukue fursa hii kuwapongeza VETA kwa kazi nzuri ambayo wamekuwa wakifanya ya kufundisha watoto wetu ujuzi na stadi za kazi. Na wakati natembelea majengo yale mawili ambapo watoto wanafanya hizi stadi zao, nimeona kwamba vifaa ambavyo vipo hivi sasa ni vya ubora zaidi kuliko vile ambavyo walivyokuwa wakitumia mwanzoni. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba watoto wakitoka hapa wataweza kujiajiri, lakini pia wanakoenda wataweza kuajiriwa kutokana na vifaa ambavyo wameweza kutumia katika mafunzo yao. Sekta ya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi ni nguzo muhimu sana katika kujenga uchumi wa nchi kupitia ukuzaji wa viwanda na kuongeza ajira kwa vijana wetu. Kama ulivyosikia, mkurugenzi mkuu wa VETA ametoa taarifa fupi kwako kuhusu utekelezaji wa majukumu ya VETA, changamoto mbalimbali walizokuwa nazo na hata utatuzi wa namna wanavyoweza kutatua changamoto hizo. Lakini pia mipango ambayo kupitia taasisi hii serikali imejiwekea ili kuboresha huduma za mafunzo na huduma nchini. Mheshimiwa Naibu Waziri, wizara imekuwa inaweka kipaumbele kikubwa sana kusimamia eneo hili la mafunzo ya ufundi stadi ili
kama ilivyokuwa matamanio ya Watanzania wengi kuzalisha vijana wenye ujuzi, wenye umahiri wa kuchangia katika maendeleo ya taifa lao kwa kujiajiri wao wenyewe au hata kuajiri watu wengine. Mheshimiwa Naibu Waziri, wote mtakumbuka sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 linaweka mkazo katika kujenga mfumo wa elimu na mafunzo unaozingatia ujuzi na ubunifu ili kuleta tija katika uzalishaji au katika kuchangia maendeleo ya sekta mbalimbali. Sera hii inalenga kuimarisha ubora wa mafunzo ya ufundi stadi na kuongeza ushirikiano wa taasisi za mafunzo na sekta binafsi ili kuhakikisha kuwa wanaopita katika taasisi hizo wanapata mafunzo stahiki yanayoendana na mahitaji ya soko na mahitaji ya ajira, lakini yale pia mahitaji ya jamii kwa ujumla. Hivyo taasisi ya VETA ina umuhimu mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba inatekeleza kwa vitendo matakwa ya sera ya elimu ya 2023. Mheshimiwa Naibu Waziri, sambamba na maelezo yangu haya mafupi, leo utakwenda kuzindua ugawaji wa vifaa kwenye vyuo vya VETA vyote hapa nchini kwa ajili ya kuimarisha mafunzo katika vyuo hivyo. Vifaa hivi ni vya muhimu sana kwa sababu mafunzo yanayotolewa VETA yanalazimisha mwanafunzi aweze kupata ujuzi wa kazi. Kwa hiyo vifaa hivi vitaenda kusaidia kuandaa wanavyuo ambao watapata mahiri stahiki katika fani mbalimbali wanazozisomea. Vifaa hivi ni utekelezaji wa serikali katika kuhakikisha kuwa vyuo vinakuwa na vifaa vilivyo bora, vya kisasa na vinavyoendana na mabadiliko ya teknolojia na namna ambavyo wahitaji waajiri wanahitaji teknolojia zilizokuwa za kisasa. Mheshimiwa Naibu Waziri, sisi kama watendaji tuliopo chini ya wizara yenu, wewe kama Naibu Waziri na waziri wetu Profesa Adolf Mkenda, tumejipanga ipasavyo kutekeleza maagizo yote mtakayotupatia, lakini vile vile kutekeleza ahadi ambazo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizitoa kwa Watanzania wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2025 na maelekezo yake yote aliyoyatoa katika hotuba ya kuzindua Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu kuendeleza ujuzi na amali katika nchi yetu. Sasa hivi VETA tuna vyuo 80 hapa nchini ambavyo vinatoa mafunzo, vipo katika wilaya na mikoa mbalimbali hapa nchini. Kimoja wapo ni chuo hiki cha Chemba, lakini pia vipo vyuo vingine 65 ambavyo vinajengwa na serikali imeweza kutupatia fedha kwa ajili ya ujenzi huo. Na katika kufanya hivyo, sasa hivi udahili wetu tumefikia vijana 86,000 kwa mwaka ambao wanakuja katika kupata mafunzo ya ufundi stadi. Na tunaamini vyuo vyetu hivi tutakapokuwa sasa tumefika katika level ya udahili wa mzima katika kila chuo, tunaenda kuchukua vijana 120,000 katika vyuo hivi ambavyo tuko navyo sasa. Lakini mwisho wa siku tunaamini katika ujenzi huu unaofanyika tutaenda kuja kuwa na vyuo zaidi ya 145. Ujenzi huu utatupelekea na sisi kufanya udahili wa vijana 250,000. Vijana hawa wa Kitanzania watakuwa wanapata elimu na mafunzo mbalimbali yanayoendana kwanza na ujuzi unaotakiwa katika wilaya zao na maeneo yao yanayoishi, ambayo maeneo hayo yanawapelekea kupata ujuzi ili waweze kushiriki vema kwenye shughuli za kiuchumi na shughuli za kijamii ambazo zipo katika maeneo haya. Na sisi kama VETA ni jukumu letu, tunaenda kuhakikisha kwamba wananchi wanapata hiyo fursa, waweze kupata elimu iliyo bora, waweze kupata ujuzi utakaowasaidia kuweza kuingia katika soko la ajira katika maeneo yao ambayo wapo. Lakini mwisho nipende tu kusema
Wizara yetu ya Elimu inaongozwa na Profesa Adolf Mkenda, Mheshimiwa Waziri, wamekuwa wakitupatia maelekezo mbalimbali ambayo yakisimamiwa na Katibu Mkuu Profesa Caroline Nombo, na sisi VETA tumeenda kuhakikisha kwamba maelekezo hayo tunayafanyia kazi kwa kusimamiwa na bodi yetu. Sasa hivi serikali inatuhitaji tuweze kuhakikisha kwamba tunashirikiana na viwanda na waajiri, na hilo tumeweza kuanza kulitekeleza na kuhakikisha kwamba tunafanya ushirikiano na wale mafundi mahiri, waajiri na watu wenye viwanda, ili kuhakikisha mafunzo tunayoyatoa yanaendana na mahitaji ya soko la ajira, lakini pia yanaendana na mahitaji ya viwanda na waajiri wengine. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.